Kulikuwa na kijiji kimoja kilichojulikana kwa jina la Kanzi. Kijiji hiki kilisifika sana kwa maendeleo na uchapaji kazi. Humo walikuwemo marafiki watatu waliokuwa maarufu sana, yaani Pesha, Tesha na Teksa. Walikuwa marafiki wa muda mrefu tangu utotoni. Walicheza pamoja, walisoma pamoja na kila mtu kijijini kwao alijua kuwa hao ni ndugu. Walipokuwa wakubwa, maisha yaliwatenganisha. Pesha alijikita kwenye biashara ya mavazi, Tesha akawa mwalimu wa shule ya msingi, Teksa alihamia mjini na hatimaye kupata kazi nzuri serikalini. Ingawa walitengana kimazingira, Pesha na Tesha waliendelea kusaidiana. Pesha alimtumia Tesha mitumba ya kuuza, Tesha naye alimsaidia kwa ushauri wa kielimu. Lakini Teksa taratibu alianza kujitenga na wenzake. Simu hazikupokelewa, ujumbe haukujibiwa, na hata aliporudi nyumbani hakuwahi kuwatafuta marafiki zake Pesha na Tesha. Hata hivyo, kila alipohitaji msaada kama mchango wa harusi au ndugu aliyelazwa hospitalini, aliwatafuta haraka ndugu zake hawa Pesha na Tesha, ambao hawakuwahi kusita kumchangia kwa chochote atakachosema juu ya tatizo lake. Siku moja Pesha aliugua vibaya. Tesha bila kusita alimpeleka hospitali ya mkoa. Wakiwa kitandani wakimwangalia, Tesha alimuulizia Teksa kwa uchungu, Teksa yuko wapi tena wakati huu wa shida? Hakuna hata uhakika kama bado anatuchukulia kama rafiki zake. Pesha akiwa amelegea akatabasamu kwa uchungu na kusema, una uhakika rafiki yako wewe ni rafiki yake? Kimya kilitawala, wote wakiwaza sentensi hii ngumu ya kufikirika. Miaka miwili baadaye, Teksa alipoteza kazi mjini baada ya mabadiliko ya kisiasa. Alirudi kijijini akiwa mnyonge sana. Alitamani kukutana na Pesha na Tesha, lakini aliogopa. Alihisi aibu kwa miaka aliyowatenga. Siku moja alijikuta amesimama mbele ya shule aliyokuwa anafundisha Tesha. Alimuona Tesha akifundisha watoto huku akiwa amedhoofika sana. Baada ya kuchunguza, aligundua kuwa Tesha alikuwa na tatizo la figo na alihitaji matibabu ya gharama kubwa sana kwa miaka mingi. Ndiyo maana hakuwahi kumwambia mtu yoyote shida yake hiyo, kwa kuwa alihisi angeweza kuwapoteza kabisa hata marafiki wengine mbali na Teksa na Pesha. Hata wakati alipokuwa akimsaidia Pesha, moyo wake ulikuwa umechoka, lakini hakuacha kujali. Baada ya kuyajua hayo, Teksa aliangua kilio cha moyo na majuto makuu. Alitambua kuwa alikuwa amewapuuza marafiki waliomjali sana bila kufahamu wao wana shida gani. Baada ya kulijua hilo, Teksa aliamua kujitolea kwa dhati. Alianzisha harambee kwa ajili ya matibabu ya Tesha. Alijitahidi kuwasiliana hata na rafiki zake wa serikalini. Pesha naye hakuwa nyuma katika kushirikiana na Teksa, ambaye alirudi kijijini na alijiunga na kundi hilo huku akiwa na majuto makubwa. Walikusanya fedha na Tesha alipelekwa kutibiwa. Baada ya matibabu kumalizika na Tesha kupona, urafiki wao uliendelea kama zamani, tena sasa hivi ulikuwa na nguvu maradufu zaidi ya mwanzo. Pesha na Tesha walimsamehe ndugu yao Teksa, ambaye alieleza magumu aliyopitia tangu aondoke kijijini hapo. Wote walimwonea huruma na walitamani wangekuwa kabla ili wamsaidie, ila walimshukuru Mungu hata kwa ujio wake wa mara ya pili. Bila kukata tamaa, huku akionja ukubwa wa kosa lake kwa wenzake waliomjali siku zote, aliamua kurudi. Walimshukuru hata kwa jambo hilo la kujishusha na kurudi nyumbani. Mafunzo tunayoyapata kutoka kwenye hadithi hii: wakati mwingine marafiki wanaopotea si kwa sababu hawataki, bali kwa sababu wanapambana na vita vya ndani tusivyovijua. Huku wakihisi wakiwa mbali na sisi, basi wao hupata uafadhali na usalama. Kumbe ndipo wanapoharibikiwa zaidi. Funzo la pili: usikate tamaa haraka. Tafuta kuelewa, vumilia
na jifunze kuwa mkimya huku ukisubiri kupata majibu sahihi. Lakini pia kumbuka kujitathmini. Una uhakika rafiki yako wewe ni rafiki yake? Urafiki wa kweli huponywa kwa msamaha, huruma na uaminifu wa moyo. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami msimuliaji. Tunakukaribisha usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo. Mimi ni Mr. Lisha.